Leo tumepata neema kuwa naye. Nitamkaribisha alafu atamkaribisha mke wake. Watakuwa na mambo machache watakayozungumza. Alafu baadaye atakuwa na fursa kwa Mungu. Lakini basi kabla sijakaribisha niombe. Baba yetu wa mbingu na nchi, mfalme wetu uliye mkuu, mwenye enzi, tunakushukuru, tunakutukuza kwa sababu wewe ni mtenda miujiza. Na tena ni Mungu ambaye siku zote una mawazo mazuri, mawazo ya baraka kwa watu wako. Baba, nimezungumza maneno ambayo kwa kweli ni ya furaha kwa jinsi ambavyo Bwana binti yetu Gloria alivyoendelea kukutegemea. Hata Bwana ukamwezesha leo hii. Mungu mkuu, umepatia baraka kuwa na mume aliyetoka kutoka kwako. Baba, ninakushukuru. Na nafasi hii Bwana ni furaha yetu kwamba yeye pia ni mtumishi mume wake, atachukua nafasi kwa ajili ya kunena neno lako. Baba, namleta mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Naomba kwamba Bwana achilie mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu atakamwezesha ili kwa maneno lako sawa na mapenzi yako. Baba Mungu, hata wakati huu basi anapofika hapa mbele pamoja na mke wake, Baba naomba neema yako pamoja nao, katika wale watakayenena pia naweza kuleta baraka katika kanisa lako. Mungu Baba, nakushukuru kwa ajili yetu ambao tunasikiliza atakayonenwa. Naomba Bwana utupatie akili njema, roho ufahamu mzuri kuyapokea na kuweza katika utendaji. Baba, nakushukuru kwamba utafanya hivyo katika jina lenye nguvu na kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Sisi tunaweza kushangilia Yesu. Amen. Ya kwanza nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amekupa neema ya kuwepo hapa siku ya leo. Amen. Amen. Unajua mwisho wa mwaka mchungaji anapatikana kwa shida. Amen. Nilikuwa Kinshasa, hata wa kanisa ya huku kwa askofu mkuu ya kanisa ya Pentecoste ya nchi yetu amekataa toka, lakini Mungu amekupa kibali ya kuwepo hapa leo. Amen. 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 Ya pili nashukuru mtumishi wa Mungu kwa sababu sio rahisi mtu kuacha madhabahu kama Mungu hajasema chochote kwa ajili yake. Mungu awabariki sana. Amen. Nashukuru sana mke wangu Glory kwa mali yetu. Wanajua ukipata mwanamke vibaya nyumba yako inaharibika. Amen. So mimi sio mchungaji, ni prophet, ni nabii. Ukipata mwanamke vibaya huduma ifanya nini? Inaharibika. Ndio huduma nyingi sana ya wajina inaitwa Nabii Tanzania imeharibika mara nyingi sana kwa ajili ya mke wao ya nyumbani. Mimi Mungu amekupa kibali, ipi neema ya kupata mwanamke vizuri. Nataka asalimie tu baadaye ya kuimba, lakini nataka asalimie niingie na kuhubiri. So Mungu ameenda sana. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawapenda sana. Amen. Najisikia niko nyumbani. Kwa wale ambao wanifahamu, naitwa Glory Mbando. Huyu hapa ni babangu na mama pale. Mchungaji, tunashukuru sana na tunathamini nafasi ambayo mmetupatia kanisa, na tunaamini Mungu ana neno la kusema juu ya kanisa. Haleluya. Mmeomba, amekuwa akipigiwa simu kwamba tunakuhitaji makanisa zaidi ya 4, lakini imempendeza Mungu tuwe mahali hapa. Najua Mungu ana kusudi na atafanya kitu kwa maisha yako. Cha maana wewe sikiliza, amini Mungu na ataenda kufanya. Amen. Amina. Shangilia Yesu, pigie. Amen. 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 Nataka tusogee na masiti ya mbele. Biblia inasema mtakiingia ndani ya hekalu, akiingia mtu ya kwanza anakaa na siti ya kwanza, mtu ya pili anakaa na siti ya pili. Kama malaika ya baraka naye neema anafika, anaanza na siti ya kwanza. Akiona sehemu iko wazi anageuka na rudi, maana yake kazi yake imefanya nini? Imeisha. Tuko na watu wanaweza kufanya miaka mingi na kanisani bila kupata neema ya kuona Mungu wa Mungu, kwa sababu anakimbia hata kukaa mbele. Nataka na siti ya mbele ikae na watu. Amen. Mtaweza kukimbia mbele mchawi tu. Kwa sababu watu wana Roho Mtakatifu. Mchawi lazima kae nyuma, kama moto mezidi anakimbia.
lakini mtoto wa Mungu lazima akae mbele kwa sababu atamani kujaza Mungu mtakatifu ndani yake. Amen. 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 Nashukuru Mungu sana. Mimi naitwa Nabii Fredi Kaindi. Nimepata neema ya kuzaliwa na familia ya Mapentekote. Baba yangu askofu kwetu Kinshasa, mama yangu mchungaji, kaka yangu si apostolo iko Dar es Salaam, anaitwa Apostolo PK. Kwa watu iko Dar es Salaam na familia si sana. Kaka yangu mimi nafuata mwalimu ndani ya kanisa, mimi nabii. Hii nafuata nyuma yangu ya kike anasimamia jeshi ya maombi kanisani kwao. Hii anafuata mwanaume, hii si evangeliste. Hii nafuata anasimamia bashemasi kanisani kwao. Ya mwisho mdogo wetu saizi sijui miaka ngapi ameingia nani ya kwanza chuo kikuu, lakini anasimamia usi kanisa la Mobile. Ameanza kanisa pembeni kwa ajili ya kuanza kazi yangu. Nimepata neema tu. Nipenda familia baba yangu nasimamia watu 50 maskofu tu. Amen. 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 Lakini mimi sio mchungaji kwa sababu baba yangu yuko askofu. Amina. Niko mchungaji kwa sababu nimeitwa na Bwana. Amen. Kitu ya pili, umeona leo jina ya nabii inasumbua sana watu Tanzania kwa sababu mtalawaza watu meweka ndani ya akili ya watu, mtakukumbushwa vitu zako ndio mtalaitwa nabii. Amen. 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 Ndio umeona leo watu wengi sana wameingia hata na ushirikina kwa ajili ya kujua vitu ya watu. Yeye anawaza akimwambia mtu vitu yake ndio mtalaitwa nabii. Mtu anaitwa nabii, ukisoma hata Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho na Ufunuo, ukiona mtu anaitwa nabii, kwa mtu Mungu amekupa neema ya kutakaswa kanisa na kubariki kanisa. Amen. Kama mtu anaitwa nabii, mhubiri yake, maisha yake hawezi kutakaswa watoto ya Mungu, hii sio nabii ya Mungu. Maana yake anaweza kuwepo si nabii ya shetani. Amen. Biblia inasema na siku ya mwisho Mungu atakupa neema na makijana ya kutabiria na maamuzi ya kufanya ya kuota ndoto. Maana yake mtakuja kumwambia mambo yako rahisi tu kwa sababu iko haja ya Mungu juu yako. Amen. Amen. Ukifika kwetu mtu yeyote tunasimamia watu 99 ataingia kanisa anatabiria Mungu. Kutabiria vitu vinatokea lakini sio nabii. Amen. Nabii maana yake mtu Mungu amekupa kibali ya kuona kitu hii imefunga maisha yako. Ni mtaraitwa nabii. Amen. Amen. Nakupa mfano. Naweza kufika kwa mchungaji, mwambie mchungaji uko na suti watatu, uko na toyo, uko na nyumba, uko na hivi, uko na hivi. Hii inaweza kusaidia mtumishi na nini? Amen. Amen. Kwa sababu hii vitu yeye mwenyewe anajua. Biblia inasema ukiomba Mungu anafungua vitu imeficha ndani ya maisha yako. Amen. Hata vitu imeficha ndio inaleta maendeleo. Amen. Siko leo wa Kristo inatafuta vitu, inafurahia moyo wao. Akifika sehemu unakumbusha vitu iko ndani ya nyumbani zake, anasema hii mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana anaongea vitu imeficha na kesho yako. Amen. 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 Nataka ujue vitu inakusaidia sana. Nabii iko watu Mungu amekupa kibali na neema ya kutafsiri kitabu ya Ufunuo. Amen. Amen. Leo ukiona mtu anahubiri na ndio anamwambia ongea mimi Ufunuo na kitu gani huko ndani, hata yeye mwenyewe ajue. Ndani ya kanisa tuko na huduma 5. Kila huduma iko neema na baraka katika kanisa. Ni lazima ujue kila huduma inafanya kazi gani. Amen. Mchungaji Mungu amekupa neema ya kukana watu, ya kukupa maji ya roho, chakula, ya kuangalia maisha yako endelee vizuri. Evangeliste maana yake mtu amekupa kibali yaende kutangaza jina ya Yesu popote. Sio kaka na makanisa watu wanaweza kuingia hata kwenye bar, ananunua soda lakini anapata kibali ya kufanya nini? Ya kuhubiri watu wawili, watu watatu. Ni mtu anaitwa evangelist.
anaingia mahali vibaya, sio kwa ajili ya kuharibu, ni kwa ajili ya kutoa watu na sehemu vibaya kuingia kanisani. Medomo tunaitwa evangelist, akiona kanisa hapa, yeye lazima weke kanisa hapa pembeni, nataka mashirika ya hapa inatoka hapa, hii mpingu Mungu tu. Amen. Amen. Mtu anaitwa apostle, yuko mtu Mungu amekupa kibali, popote anaenda lazima aache huduma. Hata umesema baba lala hapa siku moja, unaona anaanza kuomba na watu wawili, watu watatu, watu wanne, wataongeza mpaka siku kuondoka, huduma inabaki. Amen. Sio anatafuta disi ya watu huduma. Hata yeye mwenyewe hajaacha kanisa, lakini akusikia baba, kwa njia siku umetoka nyumbani zetu mpaka leo kanisa imebaki. Ndio roho ya apostle au mtume. Mtume sio mtu anaitwa jina kubwa sana mtume, mtu anafanya kazi na anaitwa mtume. Amen. Amen. Tuko na mtu anaitwa mwalimu. Unajua nimeenda mkutano mmoja Kenya. Mkutano wa askofu, nimepata neema. Mara nyingi sana naenda kwa conference ya askofu. Mara nyingi sana nafanya nini? Nikuta nani mmoja, mwalimu mmoja amekuja kuhubiri masaa mawili, hakuna mtu ameelewa hata chochote. Yeye amesema, amemaliza amesema, kweli mimi ndiye mwalimu. Kwa sababu mwalimu wa Biblia akihubiri lazima mtu aelewe. Akimaliza mimi nimesimama, nimemwambia watu hii sio mtu ya Mungu. Na mwalimu maana yake nini? Mwalimu maana yake mtu vitu huwezi kusoma Biblia miaka 5 bila kuelewa. Mwalimu anaanza kuongea dakika 3. Unaanza kuelewa. Pema neema ya Mungu ikiingia ndani yako inafunguka, unaanza kujua kitu gani iko ndani ya Biblia. Amen. Na mwalimu mtu Mungu amekupa neema. Vitu wao huwezi kuelewa miaka nini. Ukipata dakika moja kuongea na yeye umeelewa bado. Amen. Ndio mtu anakufundisha wewe bila kuelewa, hii sio mwalimu. Amen. Amen. Hata wewe umetuma mtoto wako shule, mama mzima hajaelewa kitu, sijui kama naendelea tena kusoma na shule hiyo, wewe unabadilisha. Amen. Amen. Tukijua vitu inakusaidia sisi sana na kazi ya Mungu. Mtu yoyote yuko na neema, yuko baraka kwa ajili ya kanisa. Lakini leo kanisa imeharibika kwa sababu tuko na watu wanakuja kanisa kwa ajili ya pesa, kwa ajili ya vitu, ndio unaona leo kanisa imeharibika. Amen. Amen. Tunakuja kanisa kwa ajili ya mbingu tu, vitu yote inafuata. Amen. Amen. Mimi namwambia watu, mtu mmoja akupona, akaonana na Mungu, ametosha kubadilisha historia ya kanisa na mambo ya vitu na mambo ya pesa. Lakini kama unaona kanisa unahubiri tu, nimeangalia mikutano zote ya mwaka huu, unasikia kama siku 3 ya ujiza, siku 3 ya baraka, siku 3 ya hivi. Mimi nasema kwa sababu bado tujajua Biblia. Amen. Amen. Sisi ndani ya Biblia, kila mtu yuko hapa ndani ya Biblia yuko kama nini hapa, kwa sababu ametumwa na Mungu. Metuko na Mungu mmoja tunafuata, anaitwa Yesu Kristo. Ukitaka kutumikia Mungu lazima ufuate Yesu Kristo. Tunaitwa wa Kristo sio kwa ajili ya Paulo, kwa ajili ya Elia, tunaitwa wa Kristo kwa ajili ya Yesu Kristo. Amen. Maana yake nini? Ukipata neema ya kuingia kanisani, fanya kila kitu uonane na Yesu Kristo. Amen. 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 Leo tunaongea habari ya maombi. Maombi gani Mungu anasikia? Leo asubuhi nimekuja kukupa tu neema. Sisi kwetu tumezoea kuhubiri masaa mawili, lakini hapa sijui muda gani. Amen. Amen. Nimeenda Kameruni kanisa wanakuwa mtumishi masaa 4. Kwetu Kinshasa masaa mawili. Hapa sijui masaa 4. Kwa sababu Biblia inasema kuimba na kila kitu inapita, mahubiri inapita, kuimba inabaki. Ndio unaona ukisoma Biblia Yesu Kristo anahubiri asubuhi mpaka jioni. Petro, Yohana anahubiri asubuhi mpaka jioni. Nimeenda Israeli mara 3. Sio kutafuta nguvu, lakini nimeenda kutafuta historia, kujua Biblia vizuri. Amen. 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 Kwa sababu mtu mwingine anakuja kuhubiri anasema mimi nimeenda Israeli kuna nguvu zaidi. Hakuna kitu Israeli usiku na watu aamini Yesu Kristo ni Mungu. Yuko sina watu yuko Israeli, amezaliwa baba mama Israeli lakini Muislamu. Mpaka leo wapo. Lakini ukipata neema ukitumikia Mungu, neema tu ya Bwana. Amen. Mara nyingi tunaenda kwa ajili ya kutafuta historia. Sio kwa ajili ya kutafuta nguvu au kitu chochote.
Nikisimama mbele yako hapa sio kwa sababu niko zaidi yako, nimepata neema tu. Neema ya Bwana iko kitu lazima ulipe. Amen. Amen. Kabla kuingia na maombi yangu kwa ajili ya maombi, nataka wa kijana kiume watatu sogea pambele, nataka kutoa maono ya kitu moja. Hapo baada ya huo tunaingia na maombi yetu. Kimbia kwa haraka kwa kijana kiume. Unaweza usaidia mimi kutengeneza sauti vizuri, sijui sauti yako sipendi kabisa. Naomba mmoja ataongeze. Nataka watatu. Hapo kwa kijana kiume hamna. Naomba mmoja. Unajua leo kuna kitu moja inasumbua kanisa. Ukienda kanisa mwingine unasikia mtu anasema sisi tunaabudu njoo. Amen. Ukienda kanisa mwingine unasikia mtu anasema sisi tunaabudu Mungu Baba. Amen. Amen. Ukienda kanisa mwingine unasikia mtu anasema sisi tunaabudu Mungu Mwana. Ukienda kanisa mwingine unasema tunaabudu Mungu Roho Mtakatifu. Ukienda kwa Kristo umesema nataka ukupe mimi ufunuo ya vitu watatu. Ukiona hata Mkristo amekaa miaka 10, miaka 5 aelewe. Amen. Nimekaa na askofu Kenya na mkutano, nimeuliza askofu mmoja, yuko zaidi ya kanisa 40. Nimeuliza askofu, kwa nini Biblia inasema maombi ya maisha ya mtu mchafu Yesu Kristo hawezi kusikia kwa sababu yeye Mungu, kwa nini hawezi kusikia? Askofu amekaa zaidi, ameanza kuongea zaidi ya nusu saa lakini hajatoa jibu. Tumeona kipo na watu wanashika Biblia. Amen. Lakini anapata shida ya kuelewa ndani ya vitu kwa Biblia. Na Biblia inasema maombi na Biblia inatembelea pamoja. Ukisoma Biblia lazima uombe na uombe kumwambia Mungu nataka ukupe mimi ufunuo ya vitu iko ndani ya Biblia. Kwa sababu hakuna unabii zaidi ya neno la Bwana. Kila unabii unapata lazima uangalie eske inafanana na neno la Bwana. Amen. 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 Kwa mfano, umeshafunga ndoa, mtumishi alikuwa anasema hii sio mume wako, sio mke wako. Na Biblia inasema lazima ufunge ndoa na mtu ngapi? Mmoja. Maana yake hii sio nabii ya Mungu. Mara moja tu unajua. Amen. Kwa sababu hii ndio sheria yetu ya mbingu. Kama kila nchi kuna sheria yao ya bisu, sisi ya mbingu ndio huyu. Amen. 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 Hii napata mfano tu, hii Mungu Baba, hii Mungu Mwana, hii Mungu Roho Mtakatifu. Kwa ajili ya hii watu wanaandika. Ndani ya Mungu Baba tuko na vitu miwili. Amen. Amen. Tuko na sadaka na kuabudu. Ukija kanisa unapeleka sadaka, unaabudu sio siku unaabudu Mungu nani? Mungu Baba. Kwa sababu Mungu Baba ndiye amesema huwezi kuingia ndani ya hekalu mikono nini? Amen. Ukiabudu, unaabudu Mungu Baba. Ndani ya Mungu Baba hakuna mchezo. Tuko na watu hawezi tena kubarikiwa, hawezi tena kuenda mbele kwa sababu amechezea kitu inaitwa ibada. Kitu inaitwa ibada iko kitu iko sacré. Sacré sijui kama Swahili nasemaje. Sacré. Maana kitu mtu hawezi kufanya. Baada ya ikifika na kujua tu. Mimi bana Faransa inarudi sana kitu. Amen. Iko kitu nakupa kama vile unasema sacré, tunasema kama kitu hakuna mtu hawezi kugusa, akigusa maisha yake yanaharibika. Ni Kifaransa inaitwa sacré. Sasa hizi ibada iko kitu hii sio ya mchezo. Maana yake Biblia inasema mtu anataka kuja ibada, anajiandaa nyumbani, anajiandaa sadaka yake nyumbani, maisha yake nyumbani, anaingia kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuabudu Mungu Baba. Amen. Ukienda Israeli, hata na makanisa nyingi sana ya Roma, ukiona unaona mabemo baba, inaitwa baba, unaweka nje kama wewe umekalia hapo. Unaweka nje ya kanisa. Mara mwingine wewe hujui kazi yao. Mimi nimeenda Israeli. Kazi ya Biblia imefanya nini? Ukitembea umefanya kitu makosa yako, huwezi kuingia ndani ya kanisa. Wewe mwenyewe unakuja pale, unapiga magoti, unaomba samahani na Mungu, unatengeneza na Mungu ndio unaingia. Kwa sababu ndani ya hekalu tunakuja kwa ajili ya vitu miwili. Sio kwa ajili ya uponyaji, sio kwa ajili ya kuangusha watu, tunakuja kwa ajili ya kuabudu Mungu na kurudisha tukufu kwa nani? Kwa Bwana.
Saizi mtu yote ameingia ndani ya hekalu na maisha mchafu. Mungu anapigwa, anamwambia shetani apigwe tena mtu vizuri. Unaona mtu anaokoka, anasali, anaimba, anafanya vitu nyingi sana, lakini maisha yake kila siku mapigo ya shetani. Ukifuatilia vizuri, mtu bado hajaokoka. Amen. Amen. Hapa tuko na kitu miwili, sadaka na kuabudu. Ukija kuabudu, maana yake ukiemba, unaomba, unasahau kila kitu, hata mtu yuko karibu kwako unaona Mungu peke yake. Wewe unaomba, lakini unaangalia mtu yuko pembeni. Unaimba, akili yako iko nyumbani. Unafanya kitu fulani, bado hujaingia ndani ya ibada, unapitiliza tu muda mpaka siku unaanza kupata mapigo ya Mungu. Kwa sababu kwa Mungu Baba hakuna kitu inaitwa samani. Hapo unafanya makosa, Mungu anapigwa, unaweza hata kufa kwenye mwili. Ukiandika unaangalia historia ya Mungu Baba, hakuna siku Mungu Baba amesamehe. Amen. Mtu kama Musa amefanya kitu, Mungu amesema piga mara moja, amepiga mara mbili. Mungu amesema dunia kazi yako fanya nini? Imeisha. Mimi unaingia, lakini dunia huwezi tena kuishi. Ukiona Musa anachukia kitu, ardhi inafunguka, anafanya nini? Inameza watu. Ukiona Elia anakupa ama amesema watu fungeni watumishi ya Bali, huwa wako kwenye bahari, wanaua. Mungu amefunga sikio, amefunga macho, kwa sababu hiyo watamfanya nini? Wamegusa Mungu. Kitu inaitwa ibada, sio kitu mchezea. Tuko na watu hawezi kuona neema ya Bwana kwa sababu amechezea ibada. Amen. Hapa tuko na Mungu Mwana. Ndani ya Mungu Mwana tuko na vitu miwili tena. Amen. Ya kwanza tuko na kitu inaitwa msamaha. Huwezi kusema ki mimi niko Mkristo kama wewe hujui kusamehe. Amen. 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 Ya pili, Yesu Kristo amekuja kupasua pazia. Wewe unapata kibali ya kuabudu Mungu Baba. Maana yake ni uwezi kuabudu Mungu Baba kama hujapitia kwa Yesu Kristo. Amen. Hapa tuko na Mungu Roho Mtakatifu. Hii ufunuo Mungu amekupa mimi Kenya, siku na ubiri Kenya. Naanza kuongea na siku Mungu amefungua mimi hivi vitu. Nimeuliza hii mtu anasema mbeba. Kwa nini Biblia inasema maombi ya mtu anatembea mchafu Mungu hawezi kusikia? Ibekana kama mwalimu ya Biblia ya university ya huko Kenya, kuna mtu ameweza kutafsiri. Lakini kianza kutafsiri Mungu Roho Mtakatifu, Biblia inasema kazi yake ya kwanza kutakasa maisha ya mtu. Kazi yake ya pili kutafsiri maneno lako mbele ya nani? Ya Yesu Kristo. Nakupa mfano. Mchina hawezi kuja hapa, mtumishi mzuri anatembea na hofu ya Mungu, anafanya kila kitu. Amen. Anahubiri na Kichina. Wewe unasikia nini na masikio yako? Unasikia makelele. Kwa nini? Kwa sababu hujui Kichina. Mimi niko na uwezo kuhubiri na Lingala, niko na uwezo kuhubiri na Faransa, na huwezi kusikia. Kiingia YouTube unakuta mahubiri zangu nyingi kwa Faransa, lakini huwezi kusikia kwa sababu itamani nini tafsiri. Hata Roho Mtakatifu anatafsiri maombi ya matakatifu tu. Siko mtu anaomba bila ya mtafsiri. Maana yake anasumbua Yesu Kristo na sikio tu. Amen. 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 Nimeenda Ethiopia hapa. Juzi hapa naenda. Sasa naongea na mtu lazima mwelekeze mimi sema moja. Fenda pita na milango mbili. Sasa nimeona milango mbili iko 24 milango mbili. Sasa naulize milango mbili ya wapi? Yeye ajui English, Ethiopia ajui, anajua tu lugha yao. Sisi lugha yao inafanana na lugha sia wapi? Tunasikia kama bandeke nini naongea, kama niko na nini na nyumba ya mambuzi sia makuku. Tunasikia sikio moja tofauti. Tukipaka daika watafuta mtu anasikia hata Faransa au Kiswahili, ndiye amwelekeze mimi. Amen. Umeelewa? Sio mtu yuko chizi, sio mimi niko chizi, hapana. Nimesoma paka university, paka darasa ya mwisho. Maana yake lugha anaongea, mimi siwezi kusikia bila tafsiri. Sasa Roho Mtakatifu anatafsiri lugha huyu yeye anasikia.
Eti Roho Mtakatifu anasikia lugha ya matakatifu tu. Ukija kanisani, usitafute kutu maombezi, usitafute watu. Tafuta uonane na Roho Mtakatifu. Ukionana na Roho Mtakatifu, akubadilisha maisha yako. Bila kuona hata mtumishi. Maisha yako ikibadilika, maana yake umepata neema, Mungu ameanza kusikiliza maombi yako. Sio Roho Mtakatifu akutafsiri maombi yako kwa Yesu. Yesu anapasua pazia, Baba anasikia, unapata jibu kwa rahisi sana. Amen. 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 Ukiona mtu anaomba, anasema Yesu Kristo, hapa mimi wachawi nasumbua sana maisha yao. Naomba Yesu Kristo, upime wachawi, naomba moto ishuke. Hii kitu inasumbua sana kama Kristo. Mimi nakiombea dakika moja lazima kitu kifake mkiamwe kwa. Mimi natoa hata mtu kazini. Mtanisumbua nasema mbona nisumbua kwa ajili ya sawa, kesho yeye utafukuza kazini na naenda kesho nafukuzwa. Kwa sababu najua kuomba. Mtu amefukuza kazini amesema mimi nimekubulisha, sema bosi yangu amenifukuza, sema mimi sijui taratibu ya kazi yako. Mimi najua kitu moja, Mungu anasikia maombi matakatifu. Amen. 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 Ukija kanisa, kitu ya kwanza fanya kila kitu Mungu atakase maisha yako. Sisi unaomba, Baba natuma moto, natuma wachawi. Uweza kuomba hata mwaka mzima. Ukimaliza tu unasiguse hizi Mungu aseme. Yesu Kristo akasema samehe mara 777. Naongea kweli kwa sababu ndani ya Yesu tu kuna kitu kinaitwa samani tu. Anasema mimi naruhusu upendo wa mtu anafanya ibada maisha yako, penda tu siku moja kubadilika. Ndiye Yesu. Nimeona mtumishi mimi nimeomba, hakuna siku mtu wangu amepata mapigo. Hawezi kupata kwa sababu hujui kuomba. Ukijua vitu mitatu, maisha yako yanabadilika. Amen. 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 Lakini ukiomba tu Mungu Baba, umesema Baba nimechoka. Nataka Mungu, nataka ajifunguke, imeze watu utesa maisha yako. Wiki mbili nyingi, unataka yeye amepata hela, amekufa, yeye amelala bila kuamka, yeye amefanya hivi kwa sababu kwa Mungu Baba amna kitu inaitwa msamaha. Amen. 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 Kwa Mungu Baba hata wewe mwenyewe umekuja kuomba vibaya, maisha yako yanaweza kuharibika. Ukiona watu wengi sana hapa wamepata neema, kazi vizuri, maisha yake vizuri, leo maisha yake yameharibika. Ukifuatilia ameharibu kitu kinaitwa ibada. Mungu amebariki na kazi, ameanza kuchelewa ibada. Mungu amebariki na kazi, ameanza kuingia mtu wa mwisho. Mungu amebariki na kazi, amebadilisha hata lugha kuongea. Amezaliwa na Swahili, amesoma na Swahili, anaanza kuongea na mtu mshike na English kwa sababu amepata kazi. Mungu amesema kwa English ndiye shida, acha natoa ya kazi. Sasa hizi kazi imeisha, English imeisha. Amen. 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 Ukijua vitu watatu maisha yako yanabadilika. Ukija kuomba kwa Mungu, Baba Mungu nisamehe nimefanya makosa, ataua. Unaweza atakufa. Msamaha Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja kupasua pazia tu upate neema kuomba Mungu. Lakini huwezi kufika hapa kama bado maisha yako hayatakaswa. Tuko na watu wanakuja kanisani lakini bado hajatakasa maisha yake. Amen. Amen. Mungu abariki sana, shangilia Yesu. Amen. Sisi tunataka kuingia na mahubiri. Amen. Amen. Hii nimekupa mfano kwa sababu vitu nataka kuongelea, huwezi kuomba kama bado hujajua hii vitu. Ujumbe wangu ya asubuhi ya leo naongelea maombi gani Mungu anasikia. Amen. Asubuhi nimekuja tu kusalimia, lakini tunapata neema ya kuomba sana usiku. Mathayo 6 tunaanza na mstari ya 9. Biblia inasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Lakini Biblia imeanza Baba yetu uliye mbinguni. Kwa nini Biblia imeanza na Baba yetu uliye mbinguni? Sisi tumezaliwa na mafamilia zetu, tuko na baba. Amen. Mungozi ya nchi anaitwa si baba. Shetani anaitwa baba ya machawi, ya mabunganga, ya watu wake. Hakuna baba yuko mbingu nje ya baba yetu. Mtu baba mmoja tu yuko mbinguni. Yeye ndio ufalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana.
Sasa unakuja kusali, lazima ujue baba yako ni nani. Amen. 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 Unaweza kumwambia Mkristo, ongea hata jina 5 ya baba yako. Ukiona hata Mkristo amefanya miaka 10 ndani ya kanisani, ajui. Amen. Iko na mahali Yesu anaitwa Mungu ya majeshi. Yuko na mahali anaitwa ufalme wa falme. Unamwambia Mkristo, mwambie baba yako jina lake ni nani? Ongea hata 5. Hata Mungu anaitwa na majina kwa sababu ya matatizo ya shida zako. Ukiona mtu anaomba, anaumwa, mbele anaomba, Mungu naomba ufalme wa Mungu ya majeshi shuka, naomba uponyaji. Mungu anatuma majeshi nyumbani yako. Majeshi zunguka, sema baba tujaona vita kwake. Malaika mbinguni. Wewe unaendelea kuomba tu. Baba naomba nisikilize. Mungu ametuma tena. Wewe uko anaendelea kuomba. Wewe unaomba Mungu ya majeshi lazima tume nini jeshi. Mungu wa majeshi kwa ajili ya vita tu. Ndio unaona mtu mwingine anaumwa mwaka. Miaka 2 miaka 3 so yeye mwenyewe bado hajajua kuomba. Anaomba bila kusoma nini? Biblia. Mara nyingi naomba watu ukisoma Biblia sana bila kuomba unaweza kuacha kazi ya Mungu. Ukiomba sana bila kusoma Biblia, ukiweza kupata maono na kimbia na kanisani. Ukisoma Biblia na maombi na tembea pamoja, utafika mbali sana. Amen. 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 Akiitwa daktari ya madokta, Mungu anatuma malaika mbinguni na kuja kutoa magonjwa yako ndani yako, kazi inaisha tu. Yeye anaitwa mwingine na anatafuta kazi. Na yeye anaitwa Mungu naomba wewe ndiye daktari ya madokta, shuka na maisha yako kupa mimi kazi. Mungu ametuma daktari ya mbingu imeshuka nimepasua mgongo miguu. Unasema baba iko vizuri sana, hakuna mgonjwa ndani yake. Yeye anaendelea tu kuomba. Unaomba vitu mwingine na unatamka jina mwingine. Shida kubwa kwa sababu leo kila mtu yuko busy na Facebook, busy na mitandao, busy na TV, na hakuna mtu yuko busy na nini? Na kusoma Biblia. Ndio unaona shetani ameweka watu vitu nyingi sana kwa ajili ya kutoa watu na nini na neno la Bwana ya kuingiza watu na vitu ya kawaida tu. Amen. 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 Biblia inasema tupo tuna mstari ya 9. Jina lako itukuzwe. Jina ya Bwana inatukuzwa sio kwa sababu unaimba vizuri kanisani. Kwa sababu umefanya miaka 10 kanisani, miaka 5. Unajua nimeona kitu moja Tanzania, mtu anaitwa Mkristo kwa sababu amekaa kanisani miaka 5, miaka 10 au anabeba Biblia mchungaji anaimba au anafanya kazi. Amen. Hata tukisoma Biblia, mtu anaitwa Mkristo, iko mtu huyu maisha yake ni badilika, Roho Mtakatifu ni badilika.